Mheshimiwa Jafaeli Masanja Lufungija atafuatana na Mheshimiwa Hija Hassan Hija. Mheshimiwa Aziza Sleim Ali ajiandae. Nakushukuru sana Naibu Spika kwa nafasi hii. Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kunipa kibali cha kuweza kujadili hotuba ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Lakini kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Amiri Jeshi Mkuu wa Taifa, kwa namna ambavyo nchi anaendelea kuilinda na kuhakikisha kwamba usalama wa nchi tunaendelea kuwa na utulivu. Lakini kipekee nimshukuru waziri, naibu waziri kwa kazi nzuri ambazo wanazifanya kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani, watendaji wao wote kwa namna kazi ambazo wanaendelea kuzitenda. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee sana nimshukuru mkuu wetu wa mkoa wa Tabora ndugu yetu Paulo Matiko Chacha na kamati ya ulinzi ya usalama ya mkoa wote wa Tabora kwa namna ambavyo mkoa wa Tabora umeushika kuhakikisha kwamba wana Tabora tunaendelea kufanya kazi katika mazingira salama. Lakini kwa namna ya pekee nimshukuru mkuu wa wilaya ya Kaliwa ndugu Gerard Mongera kwa kazi nzuri ya kuendelea kuimarisha usalama katika maeneo ya wilaya yetu. Pia nimshukuru mkuu wetu wa makazi ya Uliankuru ndugu yetu Jumaine Singani. Na haya kwa nini Mheshimiwa Naibu Spika nimeyasema? Mimi natokea kwenye jimbo lenye kata 3 zinazokalia na raia wa kutoka nchi ya Burundi. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nizungumzie eneo hilo la wakimbizi. Limeelezwa vizuri sana kwenye hotuba ya waziri ukurasa wa 165 mpaka 173. Mheshimiwa Naibu Spika, raia hawa wapo raia ambao wameshapata uraia wa kuandikishwa, lakini ndanimo kuna wengine ambao bado hawajapata uraia. Nilitaka kuiomba wizara kuharakisha jambo hili kuhakikisha kwamba sasa hao watu wanapata suluhisho la kudumu. Sisi wabunge tunaotoka kwenye maeneo hayo tunapata changamoto kubwa sana namna ya utendaji wa kazi katika maeneo hayo. Licha ya kwamba wakuu wa makazi wanatupa ushirikiano mkubwa na kwa kuwa wananchi wanatupigia kura wabunge na Mheshimiwa Rais, muda mwingi tunapata maswali mengi ya kuhakikisha kwamba wanapata wawakilishi kwa maana ya kutokea ngazi za vitongoji, vijiji pamoja na kata. Nitaka kuiomba Wizara ya Mambo ya Ndani kuharakisha ile jambo la kupata suluhisho la kudumu katika maeneo hayo, ili ikiwezekana wale wenye sifa ya kuendelea wabaki na wawe na uhuru wa kuweza kupiga kura. Kwa mfano katika jimbo langu la Uliankuru tunao takribani ya raia ambao walikuwepo walioletwa mwaka 2072, lakini walifanywa sasa mwaka 2007 mpaka 2008 tulikuwa na wakimbizi 54,180, lakini ambao pia walipewa uraia ni 47,918. Zoezi la uzinduaji wa kupewa vyeti vya uraia lilifanyika tarehe 14 mwezi wa 10 2014, ambako Uliankuru zoezi hilo la ugawaji lilifanyika tarehe 25 mwezi wa 2 na tarehe 20 mwezi wa 3 2015. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati zoezi linafanyika kabla ya kusainiwa vyeti vya uraia kulikuwepo na watoto waliozaliwa ambao kwenye utambuzi wa hivyo vyeti bado watoto wana changamoto kwamba wakati wa zoezi hilo walikuwa ndani ya matumbo ya mama zao. Mama alipata uraia na baba akapata uraia, lakini mtoto aliyezaliwa katikati kabla ya kusainiwa hivi vyeti vya uraia hana uraia. Kwa hawa watoto wanashindwa waangukie kwenye eneo gani? Kwa hiyo nitaka niombe wizara ione umuhimu wa kulifanyia kazi jambo hili, na baadhi ya watu tulikuwa kwamba linafikia hitimisho. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, nitaka kuzungumzia umuhimu wa ujenzi wa vituo vya polisi katika maeneo haya yanayozungukwa na makambi ya wakimbizi. Mimi kwenye eneo langu ninayo kata ya Kashishi ambako tuna kituo cha polisi, lakini wamepanga kwenye ofisi ya serikali ya kijiji. Wanafanya kazi kubwa. Niombe wizara ione haja ya kuwapatia fedha za kujenga kituo cha polisi kwa sababu eneo wanalo. Lakini eneo hilo kuna kijiji cha Kimwangoko kwa maana ya kona 4. Askari wetu wamepanga kwenye nyumba ya mtu raia wa kawaida. Lakini pia wanalo jengo ambalo pia halmashauri tupatia fedha
linahitaji ukamilishaji. Niombe wizara iweze kutupatia fedha ili tuweze kukamilisha eneo hilo. Tumezungukwa pia na msitu wa hifadhi ya Kigosi Myowosi kwa upande wa magharibi. Tunayo kata ya Uyoa ambako kwenye eneo hilo kuna kituo cha polisi wafanyabiashara walijenga, lakini bado kinahitaji ukamilishaji tu. Askari wetu wamepanga, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba dakika moja nimalizie. Sekunde 30 malizia. Wamepanga kwenye nyumba ya mwenyekiti wa kitongoji. Niombe wizara iweze kutuwezesha fedha ili kujenga vituo vya polisi pamoja na nyumba za makosa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, liko jeshi linaloongozwa na wananchi ambalo baba wa taifa alizindua, jeshi la sungusungu. Niombe wizara ione kufunga sheria ilija. Muda wako uliisha Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa nafasi, lakini hoja yangu ya jeshi la sungusungu iweze kutungiwa sheria ili iweze kufanya kazi. Asante sana. Nimemtaja Mheshimiwa Naunga mkono hoja kwa 100%.